Mpango wa utawala wa Israel wanatazama namna ya kumaliza utawala wa Khamenei, na hili ndio chaguo pekee la Israel katika mgogoro wake na Iran. Israel inauona utawala wa Khamenei kama utawala wa kikatili, utawala ambao huenda ukaisambaratisha Israel. Hata hivyo, Israel katika baadhi ya vyombo mbalimbali vya habari iliwahi kuandika mwaka 2024, mwaka uliopita, wakichanganua namna ambavyo Al-Khamenei hapaswi kuiongoza Iran, na mwisho wa siku wakamuita kiongozi dikteta, kiongozi asiyefaa. Hata hivyo, kupitia magazeti mbalimbali yaliwahi kuandika kwamba chaguo pekee la Israel kuhusu Iran ni kukomesha utawala wa Khamenei, wanayehisi kwamba ni kiongozi wa dini ambaye ana mpango wa kuisambaratisha Iran hasa ifikapo mwaka 2040. Ingawa haikujulikana kauli hii ilitolewa lini na Al-Khamenei, lakini vyombo hivyo vya habari vya Israel viliweka nukuu ambayo ilieleza namna ambavyo Al-Khamenei aliapa kuisambaratisha Israel ifikapo mwaka 2040. Hata hivyo, wanadai kwamba Al-Khamenei alitangaza kwamba mpango wake ni kuiangamiza Israel. Wakati huo, bila shaka anafanya kila awezalo kufikia azma hii kwa msaada wa wafuasi wa Iran nyumbani na nje ya nchi, na lazima kushughulikia suala hilo kwa umakini. Hii ndio sababu ya Israel kutaka kuhakikisha mifumo ya Iran ya nyuklia inasambaratishwa mapema. Na hii ndio sababu ambayo wakati huu Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu mara kadhaa amekuwa akikutana na rais wa Marekani Bwana Donald Trump, na ndio sababu ya Trump wakati huu kuipa miezi miwili Iran katika mazungumzo yanayohusu masuala ya nyuklia baina ya mataifa hayo mawili, kwa maana Marekani pamoja na Israel. Hata hivyo, Ayatollah Al-Khamenei anatambua kwamba yeye amekuwa adui kwa Waisrael ambao anaamini binafsi kwamba wanafanya dhulma kwa Wapalestina huko katika ukanda wa Gaza, lakini pia na baadhi ya maeneo katika Mashariki ya Kati, na hivyo anaamua kusimama imara kuhakikisha kwamba maadui hawawezi kuleta madhara kwa upande wake binafsi, lakini pia hata kwa Iran, na ndiye kiongozi katika eneo la Mashariki ya Kati ambaye inadaiwa kwamba anaogopwa kuliko kiongozi yoyote katika ukanda huo. Hata hivyo, Israel inadaiwa kwamba wakati huu haipaswi kuridhika na mkakati wa kuzuia kushambuliwa kama lengo lake. Badala yake inapaswa kubadilisha mkakati wake kabisa na kuhama kutoka katika ulinzi hadi mashambulizi ya vitendo, ili lengo la Israel liwe kumaliza utawala wa Khamenei ifikapo mwaka 2030. Kadhalika, katika kipindi hiki Israel ina wasiwasi juu ya mazungumzo yanayoendelea kati ya Marekani na Iran. Israel inawaza kwamba huenda Marekani isifikie makubaliano juu ya kumaliza mpango wa nyuklia wa Iran kutokana na kile ambacho Iran wakati huu imeweka kama msimamo kwamba haipo tayari kuhakikisha inasambaratisha miundombinu yake ya nyuklia. Hata hivyo, IAEA imeeleza namna ambavyo Iran inarutubisha nyuklia yake ambayo imefikia 60%, lakini hadi sasa hakuna bomu la nyuklia ambalo limegundulika nchini Iran. Inadaiwa kwamba Iran wamerutubisha nyuklia hadi 60% na kuna uwezekano wakawa na makombora ya nyuklia, na hii ilianza tangu mwaka 2002, lakini hadi wakati huu bado hawajagundua kombora lolote la nyuklia, na ni Marekani na Israel ambazo zinahisi huenda Iran ina makombora ya nyuklia na baadhi pia ya mataifa ya Magharibi. Israel inaamini kuwa utawala wa Iran ndio mfadhili mkuu wa ugaidi duniani na ndio ambayo inayumbisha Mashariki ya Kati ikitamani kumiliki silaha za nyuklia, lakini pia Israel ikibainisha kuwa Tehran imejihami na kuongoza kile inachokiita makundi ya kigaidi kama vile Hizbullah, Hamas, Islamic Jihad kwa miongo kadhaa kwa lengo la kuunda eneo la vita karibu na Israel. Hata hivyo, kuiruhusu Iran kuendelea kuchochea mzozo huo sio suluhisho, na kutochukua hatua sio mkakati mzuri kwa Israel katika kukabiliana na tishio la Iran, hasa kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei. Na Israel haipaswi kuendelea kuepuka vitisho vya Khamenei, badala yake inafaa kuondoa chanzo cha vitisho hivyo. Hata hivyo, mafanikio hivi karibuni ya kijeshi dhidi ya Hizbullah na Hamas na uharibifu wa ngome za kijeshi za Syria, kuondolewa kwa Bashar al-Assad kama kiongozi nchini humo kunathibitisha kuwa jeshi la Israel lina uwezo wa kumshinda Ayatollah Al-Khamenei, licha ya kwamba bado hawaamini wangeweza kupambana naye, haswa
wanapotazama teknolojia ya hali ya juu ndani ya Iran. Hata hivyo, Al-Khamenei ameweka msisitizo kwamba yupo tayari kupambana licha ya kwamba hajaruhusu matumizi ya silaha za kinyuklia, lakini anasema wakati wowote ameliandaa jeshi kwa ajili ya mapambano. Fursa ya Iran na ya Waarabu katika mfumo wa kikanda ni kwamba katika kipindi hiki Iran inapata nguvu kutokana na baadhi ya mataifa ya Kiarabu. Kwanza ni kusita kuruhusu kuondolewa kwa Waarabu wa Gaza katika eneo hilo la ukanda wa Gaza, lakini pia ni juu ya namna ya mataifa ya Kiarabu yanavyojihusisha na mzozo katika ukanda wa Gaza, hasa kusitishwa kwa mapigano. Lakini pia Iran inapata nguvu kutoka kwa makundi ya wapiganaji hasa Wahouthi, lakini pia Islamic Jihad na makundi mengine ya wapiganaji ikiwa ni pamoja na Hamas na Hizbullah. Kwa hivyo utawala wa Ayatollah Al-Khamenei unazidi kupata nguvu, lakini pia umezidi kupata washirika wenye nguvu ikiwa ni pamoja na Uchina pamoja na Urusi, kadhalika na mataifa mengine kama vile Korea Kaskazini na miongoni mwa mataifa mengi katika BRICS. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.